Ndugu wananchi, mipango matumizi ya ardhi ya kijiji na hati hizi zina faida nyingi sana, ikiwemo kuimarisha usalama wa miliki za ardhi na kupunguza migogoro baina ya jamii na mamlaka ya hifadhi na kufanya uhifadhi endelevu kwa njia ya shirikishi, hivyo kuwasaidia wananchi kukuza uchumi wao kupitia uwekezaji katika shughuli endelevu za kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo zinazotokana na mazao ya misitu, kwa kuwa uhakika wa umiliki wa ardhi utawawezesha wananchi kuwekeza katika teknolojia za kilimo bora, kuhifadhi mazingira na kuboresha uzalishaji. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu kama nilivyosema ni wa miaka 5, una jumla ya dola milioni 6.8, lakini kwa fedha za Kitanzania ni bilioni 16. Lakini muda wa utekelezaji ni kuanzia 2023 mpaka 2027. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu unalenga kuondoa shabaha za uharibifu wa misitu ya miombo kwa njia ya shirikishi. Lakini sisi wakala wa huduma za misitu kupitia mradi huu tuliweka azimio na tumeshaanza ujenzi wa vituo vya ulinzi wa misitu viwili, ranger post zitajengwa na tumeshaanza, na tunakushukuru Mheshimiwa Dedi, tumeshapata maelekezo yako na ruhusa zako. Lakini pia tumenunua ndege nyuki kwa maana ya kufuatilia ulinzi wa misitu, na tunashukuru pia kwa miongozo yako ambayo mmekuwa mkitoa. Lakini pia katika maeneo ambayo pia tunawezesha na tumeshaanza ni nyumba za nyuki, bee cages. Lakini pia kwa kushirikiana na kilimo tutakuwa na maghara ya mbegu za kilimo. Mheshimiwa DC, sisi wenzi za Mwalimu nakumbuka tulikuwa na vihenge wanaisa bihamba au magara ya kutunzia mbegu za kilimo. Kwa hiyo mradi huu pia unakuja na hiyo utaalamu. Lakini niseme tu kwamba pia tutakuwa na uwezeshaji wa mizinga, tutakuwa na uwezeshaji wa mnyororo wa samani, madhao ya nyuki, lakini pia tutakuwa na miundombinu ya maji. Malengo ambayo tuliwekana mkataba na wenzetu wa TFS ilikuwa tuandae hati 300 kwa hapa Makibo, kwa wilaya ya Sikonge. Na maana Makibo hapa tuandae hati 150, lakini na Zugimlole hati 150. Lakini kamishna hapa alisoma, kamishna wetu wa ardhi mkoa wa Tabora alisema zimeandaliwa hati 580. Kwa hiyo tumevuka malengo ya hati 280. Kwa jina naitwa Mwajuma Mahamdu Mshia. Nashukuru serikali kwa kututengea maeneo ya kulima na ya wafugaji, kwa sababu mgogoro ulikuwa mkubwa sana kwa ajili ya wafugaji. Mimi naitwa Andrea Petro Masanja. Migogoro tulikuwa tunasuluhisha mara kwa mara ya wakulima, ya wafugaji, aidha tu ya wananchi tu, kwamba huyu ameingia kwenye eneo langu, huyu nini, mwingine anaweza akaja tu kuvamia kwenye eneo la mtu.